Baba, habari yako? Mimi mzima. Poa kabisa. Kabisa na dunia inaenda. Sawa. Kwa majina mimi naitwa Asnati Usinde, natokea Sheikh Katizo TV. Simu zangu unaitwa nani babangu? Mimi kwa maarufu naitwa Shawei. Sawa. Kuna kitu nataka nikuulize kidogo. Kuna baadhi ya watu wana tabia ya kukojoa kwenye mikojo na ndani kwenye chupa na kutupa mikojo ovyo. Sijui ushakutana na watu kama hawa, kwa sababu kwanza inakuwa hatari kwa afya zetu pamoja na watoto wetu. Ushakutana na chupa ambayo ina mikojo? Kwa taratibu za nchi yetu jinsi ilivyo, kwanza ni katazo. Lakini la pili ni mazoea ya vijana pamoja na watu ambao si wasafi katika mitandao ya usafi. Nikisema hivyo, Tanzania ilivyo, kwa mtazamo ambao tunaokwenda nao, chupa nyingi zina uchafu kutokana na sasa hivi mali zinaokotwa kwa niaba ya watu wa juisi. Lakini mtu anaweza akakojoa au akafanya kitu chengine kukiingiza mule kwenye chupa bila kujua madhara yake na kwendaje, sababu wanaokota wanaongeza kwenda kutoa maji, kuingiza maji ya bei rahisi, na wengine wanaweka juisi na vitu vingine. Achali, nikisema achali kwa mtoto wa kawaida atakuwa haielewi, lakini achali kwa sisi ambao tuliokuwa watu wa zamani tunaelewa ni viungo vya vitafunio vya wali. Umeelewa? Na kwa mtazamo huu mimi nawaasa wale ambao wanaokojoa na wanaofanya usafi vibaya kwamba waache kutokana na mtazamo, na hawa wanaokota chupa aidha kutia maji au kutia juisi wanunue chupa zilizokuwa safi. Wanafanya hivyo kwa ajili ya kurahisisha yani kwa vipato vyao. Kwa mtu anaona bora chupa iliyotumika ili kurahisisha, kwa sababu akisema anunue ataenda kununua maji ya 600 au 700, alafu ikiwa yeye anauza maji ya shilingi 200, kwa pale lazima itafanyaje? Itamkosi. Na ndio maana wananunua chupa ambazo zimefanyaje? Zimetumika. Ndio maana wanafanya hivyo. Unajua rais ni ghali. Nikisema rais ghali, kitu chochote ili kiwe standard lazima ukitumie ustandard wake. Kama watu wanatumia maji ya bei rahisi, kama tuliacha, manake kuna kitu kinachotoa zamani condom, ilikuwa tuna plastiki au mifuko ya plastiki ndio ilikuwa inatumika, manake ilikuwa plastiki ile kwa shilingi 100, lakini wakatoka hapo mkatazo wakaingia kwenye chupa. Ili mfanyabiashara awe bora, basi afanye biashara yake kwa usafi, akanunue chupa ambazo zilikuwa tayari zimetoka kiwandani, ili arahisishe kitu chake, na inawezekana kwamba akafanya kitu kizuri zaidi kuliko kwa anachofanya. Kwa kifupi, wafanyabiashara inabidi sasa wapewe elimu kwa ajili ya kuamka kwamba hizi chupa zimekuwa hatari pia kwa afya zetu, ambao tunakunywa juisi na pia tunaokunywa maji. Ushauri wako kwa watu kama hawa ambao wana tabia ya kukojoa kwenye chupa na kutupa hovyo? Watu wote wawili hao, ushauri wa kwanza, waache kukojolea chupa, ni hatari kwa kizazi kijacho. Lakini la pili, waache kukokota chupa kutilia maji ili wapate bei rahisi. Sababu nikisema hivyo, kama biashara hiyo hakuna, manake mwokotaji chupa haokoti kwenda kutia maji au juisi. Kama ikionekana kwamba muuza juisi atachukua chupa kutoka kiwandani au atatumia nembo yake ya juisi anayotengeneza, haya masuala yote yatakuwa hayapo. Nashukuru sana. Sawa, kuna lingine tena nataka na lenyewe tulidiscuss kidogo. Kuna baadhi pia ya watu, mtu anaweza akatoka huko akaja kwako akakulilia shida kwamba ni rafiki yako au ni ndugu yako, naomba unisaidie bwana, mimi nataka nikachukue mkopo, nimeenda pale nimeambiwa natakiwa nipate mdhamini. Umeona, wewe kwa kuwa unamheshimu na unamjali ukasema ngoja nimsaidie. Baada ya kwenda kula nachukua ile pesa, akishachukua ile pesa harejesha ile marejesho. Baada ya hapo tena wewe ndio unaingia kwenye ule msalaba. Unaambiaje watu kama hao? Kwanza, swala la mkopo ni elimu ya pesa, na unatakiwa kwamba ujielewe. Asilimia kubwa kina mama hawa wanaathirika na hilo swala la mikopo, na wanakuaga wenyewe kwa wenyewe bila kuwashirikisha wanaume zao, na hii mara nyingi vitu vyao, nyumba zao au mali zao zinapigwa mnada na watu watoa mikopo kutokana na elimu ya mikopo hawana. Mfano, mama anauza vitumbua,
msingi wake shilingi 10,000. Umeelewa? Anaenda kuchukua mkopo wa 500,000. 500,000 anaenda kukifanyia kitu chengine 400,000, anabakiwa na 100,000. Marejesho ya kile kitu ambacho kina cha mkopo, kwa kuwa yanauza vitumbua kwa nini yake kilo moja, haitoshi kurudisha mkopo hela yake. Matokeo anashindwa na anakimbia eneo ambalo lina mkopo la kwanza. Lakini la pili, kuna mtindo sasa hivi umetokea kwamba hawa watoa mikopo na wanaochukua mikopo anakuja kwako, anakuhamasisha. Uhamasishaji wake mfano kwamba inatakiwa 500,000 na kupa 20,000, kwamba unaenda kudhamini, wewe unakuwa mdhamini bila kujua wewe uliokuwa mdhamini ndio haswa mwenye mkopo wako. Yule anaochukua pesa, yeye anachukua pesa, lakini kutokana na wewe hujui, unaenda kumdhamini mtu, matokeo yake unakuja kuuziwa vitu vyako au kibanda chako. Sasa hiyo ni kutokana na elimu ya hasa pesa ambazo inatakiwa ni elimu kubwa sana, hasa kibiashara. Na unakuta mtu mwingine anaweza akaja akakwambia, mimi nataka nichukue mkopo lakini nataka nifanye biashara. Unaona, mimi nachukua mkopo lakini nataka nipeleke mtoto wangu shule, lakini baada ya hapo nitafanya biashara fulani nitarejesha. Baada ya hapo ule mkopo akishachukua anaenda kufanya shughuli, anaenda kununua vyombo anaweka ndani, ile hela utarudishaje? Kwanza nimesema kwamba kitu kimoja kizuri, wewe unaochukua mkopo uwe na elimu nayo, na wewe unaotoa umwelimishe yule unaotoa mkopo. Lakini hawa vitu wanategemeana, sababu anaochukua mkopo yeye ana shida kwa kipindi kile, lakini shida yake kubwa ni shughuli, sio kumpeleka mwanawe. Anaongopa tu kwa niaba kwamba mtoto wangu au naziki zangu. Lakini wewe unaotoa mikopo ushamuelimisha kwamba hii athari yake ni kitu gani au unapata faida gani. Mfano mimi na biashara yangu ya duka nauza 15,000, unaenda kuchukua mkopo wa 1,000,000, unaurudishaje? Matokeo yake elimu ya mkopo inakuwa hitilafu kwa wanawake na wale ambao wenye tamaa ya kuchukua mikopo kwenda kufanyia shughuli. Hasa hiki kinaitwa nini? Wenyewe mnaita kibenpate. Naenda mnafanyiana huko, matokeo yake unashindwa kurudisha mkopo na unahama eneo ambalo ulikuwa unalipenda, una jamaa zako, na kwa ajili ya sherehe na kusumbua hilo. Ushauri wako kwa watu na wenyewe kuwapa elimu kidogo hawa ambao wanaenda kuchukua mikopo na wanaodhamini. Unajua mdhamini nao lazima uulize, unaenda kuchukua mkopo shilingi ngapi? Na kwa biashara ipi ambao wewe unayo mpaka mimi niende nikakudhamini. So unatoka unaenda kumdhamini mtu wakati hujui biashara unaenda kuifanya kitu gani. Mwingine anaanza biashara kati hajui biashara anayoianza ina faida au haina faida. Kwa hiyo ushauri wako kwa watu kama hao? Elimu bado ipo ya fedha, lakini na ushauri wangu wa bure sana kwamba kwanza Watanzania tuko milioni 60. Wafanyakazi mpaka sasa hivi walioajiriwa Tanzania ambao wana uhakika wa mshahara hawafiki 500,000, 600,000 kwa Tanzania, manake ndio walioajiriwa. Wengine wote riziki zetu ni za dei, tuende ndio tuishi. Umeelewa? Na wafanyabiashara ni asilimia ndogo sana. Mtu ambaye anatakiwa akope ni mfanyabiashara, sababu mfanyabiashara ili ukope kwamba biashara inataka wewe huna kile ambacho mtaji wako ndio inataka biashara ukope, lakini biashara kama haitaki ukope, kwa nini ukope? Sasa kwa mtazamo huo, kwanza serikali iingilie kati hii mikopo chefu, waizuie, watoe elimu kwa wananchi wao, sababu wengi ndio maskini, lakini mikopo ndio inaingiza umaskini zaidi katika Tanzania. Lakini tunaenda kwenye uchaguzi naingiza hii swala la mikopo kwenye uchaguzi, sababu tunaingia kwenye uchaguzi, elimu ya mikopo hawapewi watu, wanapewa tu hela. Matokeo yake mikopo hii inawafanya watu wasipige kula, na sisi tunataka tupige kula kumchagua kiongozi tunayemtaka. Ili umchague na maana uwe comfortable, umeelewa? Lazima uwe timamu, uwe na akili timamu. Naomba mikopo chefu isichukue wananchi. Asante sana. Asante pia na wewe. Jamani, nadhani mmesikia hapo, mmepewa elimu kubwa sana. Wapenzi watazamaji, nadhani tutakuwa mmefurahia na mmeelimika pia. Jamani, punguze tamaa.